Kwa hiyo huu limeutoa kama mfano na uhalisia wa kuionyesha uhalisia wa da'wa salafia. Da'wa salafia ya ukweli ni ile iliyojengwa katika misingi hiyo. Swala la tauhid ni jambo muhimu sana na sio jambo la kupuuzwa, na da'wa yoyote iliyojenga katika kuipuuza tauhid au ilmu na mingineyo katika misingi ya da'wa hii ni da'wa zilizo kinyume, hata kama watu wake watajisingizia kwamba wao katika salafia. Sasa nimeeleza kwa ufupi kuhusu usalafi wa kweli. Usalafi wa kweli ni ule uliojengwa katika misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu waliokuwa nao masahaba na tabi'in na wale waliowafuatia wao kwa wema. Ayati ziko nyingi na kila mara tunazitaja na haziwezi kubadilika, ndio hizo hizo, na ukweli ndio huo huo. Tutazisoma na kuzikariri mara zote. Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa aya anazotuhimiza kufuata njia ya hao wema waliotangulia. Maana sikutaka kueleza salafi kilugha maana yake nini, kiistilahi maana as-salaf ni wale wema waliotutangulia, sawa. Na manhaji ya salaf ni ule mfumo wa kufuata Uislamu safi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukapokewa na masahaba, kisha waliokuja baada yao, kisha waliokuja baada yao. Ukishikamana na njia hiyo, basi salama, uwe salama kiitikadi na imani, kiibada na matendo, kimiamala, da'wa na mengineyo. Kwa hiyo ina maana inatakiwa wewe ujifunze, ujue njia ya hawa wema ilikuwaje. Kwa hiyo akijitokeza mtu akajinasibu na njia hiyo, wewe ushajua kwamba huyu ni muongo, amekhalifu katika hili. Huyu ni muongo, si mkweli. Kwa nini? Kwa sababu kuna msingi fulani katika misingi muhimu ameikhalifu. Kwa mfano, labda niwapigie mfano mwingine. Msingi wa Muislamu dhidi ya mtu mpotoshaji, muamala wake na yule anayepotosha katika dini, mathalan mzushi anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo hakuyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mzushi. Amenasibishwa kwa uzushi katika mambo mbalimbali, yani kwa maana kwamba analeta vitu ambavyo si katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi waislamu tujinasibu na uislamu wa kweli, tunatakiwa tuwe na muamala gani na mtu huyo? Kwenye hili ndipo wanapoteleza na kuanguka watu wengi, wanakhalifu njia ya masahaba. Wewe isome, mimi nitakurejesha tu haraka haraka, kama nyinyi ni wasomaji wa kufuatilia mambo ya dini yenu, hebu isomeni hadithi ya kwanza kabisa, hadithi ya mwanzo kabisa kwenye kitabu cha Imam Muslim. Na walillahi alhamdu, siku hizi vitabu ukitaka vya Kiingereza utavipata, vya Kiswahili utavipata, lakini isomeni hadithi ya mwanzo kabisa maarufu, hadithi ya Jibril. Pale Jibril alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sura ya mtu mgeni asiyejulikana, akamuuliza kuhusu maratibu za dini, akamuuliza kuhusu Uislamu na imani na ihsan. Sasa ile hadithi katika Sahih Muslim imetajwa na kile kisa chake. Msomeni sahaba Abdullah ibn Umar, msimamo wake ambao ndio msimamo uliofunzwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhidi ya wazushi. Vitabu vingine viko mbali zaidi, vingine viko mbali ya upeo wenu, lakini mkiwasoma masahaba akina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, namna walivyokuwa wakitaamali na wazushi waliozua katika dini hii, iwe ni katika mambo ya kiitikadi au katika mambo ya ibada. Mzushi katika aina yoyote tualeta jambo ambalo halipo katika dini hii, hakulifunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa na msimamo upi juu ya mzushi? Kwa ufupi ni kwamba masahaba
walikuwa ni wakali dhidi ya wazushi, na walikuwa wakiwahama na kuwakimbia wazushi na wakiwatahadharisha watu. Na hiyo ndio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanaostahili kupewa udhuru watapewa udhuru kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya ta'wili na mingineyo, lakini uzushi lazima utahadharishwe, na wale wanaokusudia makusudi kuwapotosha watu wakitahadharishwa, na wale wanaotetea wazushi wakitahadharishwa pia na wao. Hii ndio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake. Sidhani kwa maswahaba walijitungia wenyewe utaratibu. Nisiende mbali na maudhui yangu, nataka nirudi tena baada ya kuarifisha au kutoa maelezo ni nini usalafi wa kweli, ni upi usalafi wa kweli. Baada ya kulieleza hilo kwa lugha nyepesi, maana nilikuwa nisome maneno taarifu, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, kama ninavyofanya mara nyingi. Leo nimeamua nipite katika njia ya mkato, nimeeleza tu Kiswahili moja kwa moja, na ninaamini kwamba nimeeleweka katika hilo. Lakini kuna fadhila kubwa katika kuwafuata hao as-salafu salih. Hiki ni kipengele cha pili katika maudhui ya leo, na fadhila ziko wazi katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. na wale wa mwanzo wale waliotangulia ambao ni muhajirina na ansar, masahaba wahamiaji waliohama kutoka miji yao kwenda Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale watetezi waliompokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawakaribisha wageni katika mji wa Madina, na wale waliowafuatia wao kwa wema, walladhina tabauhum biihsan. Fadhila zao ni zipi? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye au watamridhia yeye subhanahu wa ta'ala. Na Allah amewaandalia wao pepo zinazopita chini yake mito, wataishi humo milele, na huko ndio kufaulu kukubwa. Kwa hiyo katika fadhila kubwa zinazopatikana ni sisi kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tumefuata njia ya watu hao. Katika neno walladhina tabauhum biihsan, hapo ndipo tunapopata upenyo na sisi kuingia, kwa sababu hatukuwa katika muhajirin wala katika ansar. Lakini tukiwafuata wao kwa wema, tukashika njia yao na mwenendo wao, bila ya shaka na sisi tutaingia katika yale yaliyoahidiwa hapo mbele. Na hiyo haijalishi kwamba nyinyi mmekuja baada ya karne ngapi, baada ya miaka mingapi, haijalishi hivyo. Maadamu mmeamua kufuata mwenendo wa wale, basi fadhila mtazipata zilizoahidiwa hapo mbele. Kwa hiyo hii ni fadhila kubwa na sio fadhila ndogo. Kufuata mwenendo wa watu hawa ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu, ni sababu ya kuingia katika aljanna, bali ndiyo salama ya watu kusalimika na matatizo yote katika dini yetu hapa duniani na kesho akhira. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno yake yaliyopokewa kutoka kwake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipokuwa akiwaelezea waislamu na kuwahusia, akawaambia, waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yoyote atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, lazimianeni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa, shikamaneni nao huo. Hiyo ndiyo dawa ya mifarakano.
Yani haitatosha wewe kusema mbele za watu, ndugu waislamu tuacheni farqa, tuwe kitu kimoja. Hii haisaidii. Sababu zinazopelekea kutufarakanisha ni zipi? Kama ikiwa sababu ni kuyaacha mafunzo ya Qur'ani na Sunna na mwenendo uliotangulia kwa wema, farqa haitaacha kuweko na itatutesa mpaka turudi katika njia. Tukirudi katika njia, Allah subhanahu wa ta'ala ili mifarakano ataiondosha. Lakini sio wewe umengangania jambo lako la kizushi, hutaki kuliachia, wataka sisi tukufuate wewe, kwamba tukufuate, tukuache nalo hivyo hivyo na tunguri lako na hirizi lako, tukufuate hivyo. Haiwezekani. Acha hilo, tukae pamoja. Tumeambiwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote. Wewe utakana tuende kwenye kamba tuishike, sio tukufuate wewe. Kwa hiyo ufumbuzi wa matatizo yetu na fadhila zake kwenye kushikamana na njia hii. Ni katika fadhila hizo, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa baada yangu, na tahadharini. Akatoa tahadhari pale. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maelezo yake mazuri kabisa ameweka wazi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba amesema ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama fina faqal, fahamuni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kwetu. Siku moja alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 firqa, fahamuni kuwa waliokuwa kabla yenu katika ahli alkitabi mayahudi na manasara walifarikiana wakafikia kwenye makundi 72. Wa inna hadhihi almilla, hakika milla hii, dini hii na mfumo huu niliokuja nao mimi, watu wake sataftariku ala 73 firqa, watafarikiana katika makundi 73. Hizi ndio usuli za yale makundi, hata wakafika hata 100, makundi 100, makundi 1000, lakini ukirejesha hili limetoka hapa, hili limetoka hapa, kwa mgawanyo wake utafikia makundi 73. 72 fi an-nar, makundi 72 yataingia motoni, wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jamaa, na moja litakuwa katika aljanna, nalo ni kundi la aljamaa. Hapa ndipo jamaa wengi wanaolalamika kuilalamikia da'wa salafia na walinganizi wake wanaposhikilia, hawa jamaa wana red card, wanamuingiza peponi wanemtaka, wanamtoa wanemtaka. Uongo. Haya ni maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hata siku moja hutamsikia mlinganizi anayelingania kwenye da'wa salafia mwenye ilmu na maarifa juu ya da'wa salafia akamhukumu mtu fulani kwamba huyo ni mtu wa motoni katika Waislamu, kwamba wewe fulani utakwenda motoni na wewe fulani mtu wa peponi. Haya mambo ya kuingiza watu peponi kirejareja wanayo masufi, wanayo hizbiyun. Ahli sunna wal jamaa wanajua jambo hili. Huwezi kukata kauli moja kwa moja kwamba fulani yuko kwenye pepo yako ya babako, fulani motoni, moto wako, moto wa babako, hairuhusiwi. Lakini wao ndio wanasema. Ndio maana Imam al-Bukhari katika sahihi yake ukifungua utaona babun la yuqalu fulanun shahid. Imam Bukhari katika sahihi yake, huu ni mlango unaozungumzia kwamba haifai kusema fulani ni shahidi, ukakata kauli kabisa, kwa sababu ukisema shahidi kwamba huyo uko peponi. Shahidi atakuwa yule ambaye tayari ameshuhudiliwa na wahi. Mtume صلى الله عليه وسلم akawataja kwamba hawa ni shuhada, kama shuhada Uhud, shuhada Badr, kwamba wale watu wa Badr wale watakwenda peponi. Hayo yamesemwa na Mtume صلى الله عليه وسلم, na Mtume صلى الله عليه وسلم asema kwa wahi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lakini wewe jamaa yako tukapigana hapo, kauliwa, unasema shahidi yule, la, haifai. Sasa wao wanasema ash-shahidu sayyidu qutb. Umetoa wapi? Haifai. Kwa hiyo ndio waingiza watu peponi bila ya kibali cha kisheria.
haifai kumkatia kauli mtu fulani kwamba huyo yuko peponi ila yule ambaye Qur'ani au Sunna imethibitisha kwamba yeye yuko peponi. Ama kwa ujumla, sisi tunasema kwa ujumla waislamu watakwenda peponi, lakini fulani bin fulani huyo atakwenda peponi. Mpaka sufi mmoja afike kusema tukienda huko kama sikumkuta peponi huyu basi nitafanya fujo. Hamjawasikia mashaikh wanasema hivyo? At-ta'alli ala Allah jambo halifai, lakini wapo mashaikh wanaosema hivyo wazi kabisa na kukata kauli ya kwamba fulani motoni. Hili ni jambo la kimakosa. Usiseme fulani atakwenda motoni, wala haifai kusema fulani bin fulani huyu fulani laanahu Allah, haifai. Wanaharakati ndio maneno yao haya, haifai. As-salafiyun na duati wake walinganizi hawana manhaji hiyo. Kwa hiyo ukitazama utakuta wao ndio wenye manhaji hizo za kuwaingiza watu motoni na kuwatoa, na kuwaingiza watu peponi na kuwatoa vile wanavyotaka wao. Sisi hatuna red card, tunazungumza kwa ujumla. Anayefanya jambo fulani atastahili kwenda motoni, atakayefanya jambo fulani atastahili kwenda peponi. Lakini fulani bin fulani kwamba huyu ni peponi au motoni, huna kibali hicho. Usimkatie mtu kauli. Tutaweza kulani matendo na ujumla, Allah amlani mwenye kula riba, Allah amlani kadha, lakini sasa ndio huyu hapa huruhusi kusema kwamba huyu Allah amlani, maluuni wewe, haifai. Umeelewa? Muislamu zako huyu hapa kwambia wewe kafiri, wewe, haifai. Hizo ni maslaki za kikhawariji hizo za kuwatoa watu kwenye Uislamu. Hawa wanafiki hawa masalafi hawa wanafiki hawa makafiri haifai, sio sawa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo tunapozisoma hadithi hizi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, makundi katika umma huu wa Muhammad, watu watagawanyika kwenye makundi 73. Kundi moja litakwenda peponi na makundi 72 yatakwenda motoni. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayafutiki ngo. Piga kelele utakapopiga, lakini hayatafutika. Wewe ni kujitafuta tu umo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya alipoulizwa ni kina nani, akasema ma ana alayhi yawma wa ashabi, ni ile kundi ambalo liko katika ile hali ambayo mimi leo niko kwenye hali hiyo na maswahaba zangu. Sasa usibaki kulalamika, fanya juhudi za kuwa katika hali ile. Lakini ukitoka katika hali hiyo kwenye hatari. Na pia ifahamike ya kwamba si kila aliyeambiwa atakwenda motoni basi mkafiri. Ule moto pia wataingia almuwahhidun, nasallallahu alafia wassalam, naudhu billahi minan nar. Na jambo kubwa kama wanavyosema wanawazuoni, katika jambo kubwa litakalowaingiza watu wa tauhidi kwenye moto ni haki za waja, huququn nas, huququl ibad. Wewe kweli ni mtu wa tauhidi, waswali, wafunga, lakini hukuku, haki za watu ni katika vitu vitakavyoingiza watu wengi motoni. Haina maana kwamba huyu atakayeingia motoni kashakuwa kafiri, la. Katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa, uwezekano wa mtu muwahhid mwenye tauhidi, mwenye kuswali swala 5, mwenye kufunga Ramadhani na akatoa zaka, akahiji Makka, inawezekana akaingia motoni na yeye, wal iyadhu billah, kwa kiasi cha makosa aliyoyafanya. Sasa yapo katika makundi hayo ni makundi ya watu wa tauhid, lakini wamekhalifu njia kwa sababu ya bid'a zao, wakastahiki kuingia motoni. Kwa sababu ya maasi yao wakastahiki kuingia motoni. Kwa hiyo umma huu utagawanyika katika makundi hayo. Sisi tunatakiwa tutafute salama ya kupambania watu sasa warudi katika ile njia ya sawa sawa. Ndio juhudi tunayoifanya, kwamba watu wasife ile waislamu wa kweli, waislamu walioshikamana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake. Hiyo ndio juhudi kubwa tunayopambana nayo katika umma huu. Aqida sahiha na imani ya kweli, al-amalu salih na miamala iliyonyooka ya kisawa sawa, na watu kubaki katika taa na kuacha maasi. Hilo ndilo ambalo sisi tunalipigania na ndio da'wa iliyo sawa. Kinyume cha hivyo ni kutafuta maangamivu. Naona wakati al-adhan pia ushapita, paadhiniwe.
nitakuja na usulubu mwingine kidogo. Naam, baada al-adhan. Kumalizia muhadhara wetu wa leo kwenye kipengele cha 3 cha uwajibu wa kuifuata manhaji ya salaf as-salih. Nitasema kwa ufupi kwanza kwamba ni wajibu juu yetu kuifuata njia hii, na njia hii haina mbadala, kwa hiyo hakuna khiari. Kwa lazima mimi nifuate manhaji ya salaf bwana? Kwani nikiwa muislamu wa kawaida tu sitakwenda peponi? Swali litakuja, hiyo kawaida unayokusudia wewe ni ipi? Kwamba muislamu wa kawaida tu, muislamu wa kawaida ni yupi? Kaa utafakari vizuri neno hili kwamba muislamu wa kawaida, kwani lazima mimi nifuate salafi bwana? Kwani ikiwa muislamu wa kawaida tu, kwa sababu salafi sio muislamu wa kawaida, sio? Sasa kaa utafakari maneno yako, uyapime, uyaweke kwenye mizani, alafu uangalie uzito unachokisema kiko katika sheria. Wewe uislamu wa kawaida unaokusudia wewe ni upi? Sasa uislamu wa kawaida ni ule wenye wasatia, ambao ni uislamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ghulu, hakuna uzembe ndani yake, ni ule uislamu wa sawa sawa ambao ndio uislamu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Wewe waonaje uislamu? Je, wao walikuwa uislamu wao ni wa kawaida au ni kituko kwako? Lakini ule uislamu uliokuta nao baba zako na babu zako ndio waona wa kawaida, sio? Ule wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, ule ni uislamu wa kituko, wa kimaajabu. Tafakari maneno unayozungumza na maamuzi unayotaka kuyafanya, kwa sababu utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lugha ya ufupi kabisa, hakuna mbadala wa manhaji hii, mfumo huu. Hakuna njia mbadala wala hakuna khiari kwako ya kuchagua kwamba ima nichague huku au huku. Ni lazima kufuata njia aliyoiweka mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana ilipokuja kwenye Al-Qur'an kwenye sura Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala katika maelezo mengi kisha akasema, akiambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kwanza kipengele hiki waambia watu kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya, na ndiyo anayotusemea, na yapo ndani ya Qur'an. Na wala msizifuate njia nyingine. Kuna njia nyingi, msizifuate hizo. Zitawafarikisheni nyinyi, zitawagaweni nyinyi, na matokeo yake mtaiacha njia yake. Hivyo ndivyo mnavyoamrishwa. Wasia kwa maana ya amri, hiyo ni amri. Dhalikum wasaakum bih, hivyo ndivyo mnavyoamriwa, hivyo mnavyohusiwa kwamba mfanye. Hakuna kukata shauri, ni kufuata. Kwa ni wajibu. Sasa ili kulifafanua zaidi suala hili, mtume sallallahu alaihi wasallam alipokana maswahaba zake akachora mstari mpana mrefu, khatan tawila, akachora mstari. Alipochora mstari ule akawaambia, hadha sabili, huu mstari mnaoona hapa ndio njia yangu. Njia yangu iko hivi, imenyooka kama rula au zaidi. Hii ndiyo njia yangu. Kisha akachora pembezoni ya mstari ule, akachora mistari mingine midogo midogo. Hii njia kubwa, alafu njia pana, kisha akachora mistari midogo midogo pembeni, kuliani na kushotoni. Pale ilipokuja wala tattabi'u subula, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hadhihi subul, hizi ndio zile njia ndogo ndogo zilizotajwa. Wa ala kulli sabilin minha shaytan,
Katika kila kipengele, kile kichochoro kimoja, kila njia moja, juu yake kuna shetani. Kwa njia ya kuifuata ni njia aliyotuchorea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni wajibu juu yetu kuifuata, sio khiari. Anayeona kwamba ni khiari bado hajaelewa dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, almanhaju as-salafi, mfumo na njia ya kisalafi, si madai kwamba kila mmoja anaweza kujidai mimi salafi. Sio kujidai na kujinasibu na kujibandika jina tu. Tunatakiwa tuwe wa kweli katika kuichukua njia hii na kuifanya ndio maisha yetu, kiimani na itikadi, kadhalika kimatendo na amali, bali hata kiulinganizi. Na hii ndio njia ya haki, na nyingine yoyote itakuwa ni batili. Tusitake kuchagua baadhi tukayaacha mingine. Ni Uislamu kamili. Na ninaposema maneno haya, mtu asije akafikiria kwamba ukishakuwa wewe ni mfuasi wa madhhabi ya salafi basi tayari ushakuwa maasum min adh-dhunub, kwamba wewe sasa umeshakingwa na makosa, hukosei tena. Sio maana yake, sio maana hiyo, kwamba mtu sasa ataka kutaharize wewe kwa sababu ya kosa fulani ulifanya. Sio maana yake, lakini tuzungumza kwa ile maana ya ujumla. Ukisoma maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake utaona kwamba si maana yake. Ukisoma maisha ya salafu salih utaona kwamba sio maana yake. Na hakuna mtu ametolewa katika sunna kwa sababu ya kosa fulani alilofanya, bali ni kwa mfumo fulani aliofuata, ima katika mambo ya imani na itikadi au katika mambo ya ibada. Tayari kashafanya ni mfumo wake, sio kosa fulani alilofanya mtu fulani. Sasa utofautishe baina ya hili kuwa ni kosa la mtu fulani kalifanya, kakosea mahali fulani, na kuwa huo ndio mfumo wake yeye na watu wake. Mfumo wao uko hivyo, mfumo wao katika kuamiliana na watu wa bid'a uko hivyo, mfumo wao katika kuamiliana na watawala wao uko hivyo. Na nielewa anachokisema, unazungumza kimafumbo zaidi. Mtu akasema sasa sahaba fulani alikosea kwenye jambo fulani, au fulani alifanya hivi, lakini maswahaba hawakumtoa. Fulani hivi, lakini maswahaba hawakumtoa. Kama utaratibu ndio atoki mtu, sawa? Hakuna mtu atakayetoka, watu wote watakuwa sana, watu wote watakuwa Waislamu. Tunaangalia mfumo wako ni upi, sawa? Sisi tunajua kweli umekosea au fulani kakosea, bwana hili lolifanya unajua kwamba hili ni kosa. Tutasikiliza utetezi wako. Sasa ule utetezi wako ndio utakao ujifanya kutuambia umo au haumo. Umeelewa? Tuna mmoja siku moja kwa mfano, na tunazungumza ni katika suala la mtu namna anavyojitetea wakati anapokosea. Kwa mfano, labda nichukulie mfano, kwa nini wewe umekunywa pombe? Hii si pombe hii. Hapana bwana, mimi unajua nilijua hii ni togwa. Unajua togwa? Mimi nilijua huu ni uji, sikujua kama ni pombe. Basi bwana, kama ukujua afallahu anka, haina neno, sio? Lakini mwingine akwambia kwani pombe ina ubaya gani?
yani majibu mawili tofauti na wote wamekunywa. Kuna ndugu yetu mmoja alikuwa atoa mfano, asema mtu mathalan, kuna bwana mmoja alimgusa mwenzake hivi ni makalio yake, alafu alipomgusa, wewe wana vipi bwana? Samahani bwana, nilijua mke wangu. Unaonaje udhuru huo? Udhuru na sababu aliyotoa ni mbaya zaidi kuliko kosa lililofanya. Ndio wa mashekhe hao wanaotetea bid'a na uhizbia, watakutetea jambo bwana, sio kama mtu mtoa tu. Kwani yeye aelezaje katika kutoa udhuru wake? Yeye asemaje? Kosa umelifanya, hili ni kosa. Ukikuta salaf, mbona umefanya makosa? Wallahi mimi sikujua, nilitatizika katika jambo hili, sikujua. Mimi nilikuwa nafahamu kuna 1 2 3, lakini msingi kweli wa dawa salafia jambo hili halifai kutaamali na watu wa bid'a. Mimi sikufikiria jambo hili kwamba kuna hivi na hivi na hivi, Allah nisamehe makosa. Lakini mwingine anakuambia kwani kuna ubaya gani bwana, sisi sote waislamu bwana, ikhtilafu ziko, tanzi za mtume sallallahu alayhi wasallam kuweko bwana, waliambiwa kaswali kwa Bani Quraidha bwana, asiswali yoyote al-asr isipokuwa kwa Bani Quraidha bwana, wengine wakaswali njiani lakini hawakutoana. Huyu mzushi, harufu yatoka ya uzushi kupitia maneno yake. Mnaelewa anachokisema? Kwa hiyo turudi katika maudhui yetu. Nimetaka kusema nini hapa? Kama mko hadhir, nataka kusema kitu gani mpaka nimesema maneno haya? Naam, hata ukikaa pia sema kwa sauti tu. Nataka kusema nini? Sijakuwa nasema peke yangu. Kimfumo. Haupo mnielewa? Asante. Wewe umenielewa vizuri zaidi tena. Jazakallahu khairan. Lazima tutofautishe baina ya vitu hivi. Wewe mfumo wako upi katika kuelekea makosa? Kosa ni kosa au lile ulifanya si kosa? Kwa hiyo kuna watu wana mifumo, hata kama ulichokifanya ni kitu kidogo. Angalia wanawazuoni, kuna mwanachuoni mmoja nadhani Imam Ibn Kathir, nimeweka mpaka mstari sikumbuki juzu ngapi, katika al-Bidaya tu wal-Nihaya. Kuna bwana mmoja katika Ahlus Sunnah wal Jamaa alimpa mwenzake mswaki, bwana piga mswaki, huu ni sunna. Akauchukua ile mswaki akasema mimi mswaki huu nitaupiga, akaeka katika tupu yake ya nyuma, kwamba nitapiga huko mswaki nini bwana? Yani kudharau sunna ya kupiga mswaki tu, lakini yeye ameichukulia kwa kejeli na dharau. Msomeni Ibn Kathir, yule bwana alipatwa na nini? Nani anajua? Niwe kueleza hapa zaidi ya mara moja. Nani anakumbuka? Na kwenda kiushirikishi kidogo, yani nashirikisha watu. Nani anakumbuka? Nasema kwa nguvu watu wasikie. Njoo shika. Hawajasikia. Njoo hapa. Alipata ujauzito na akajifungua. Mtoto anafanya na panya hivi. Kazaji Jurdhan ni panya buku. Mwambie panya buku hii. Kazi ya kufungua mashimo huko vyooni na wapi. Kwa hiyo akadharau hii mimi nitafanya hivi. Allah akajalia akapata mimba. Akazaa na huko amezaa panya, alafu baada ya siku 3 akafa kwa sababu ya kukhalifu na kuikejeli sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo dogo unaweza kuliona hili ni dogo, lakini tukusikiliza wewe wasemaje. Wewe wachukulia hii sunna ndefu kama fagio, wakufuru kutoka kwenye Uislamu. Sio kwamba wewe wao kwamba bana sasa umekuwa bid'a, sasa ushakufuru. Kwa sababu gani? Umeifanya istihzai sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ikiwa wewe ndio mfumo wako huo katika kuamiliana bid'a na kuyatolea ufafanuzi matukio ni kinyume na njia ya as-salafu salih, wajitoa mwenyewe kwenye njia yako. Kwa ni lazima sisi tubaki katika njia, tufuate njia ya salafu salih. Ni wajibu juu yetu. Lau kama
si kuchunga muda na kufuata miongozo iliyowekwa, basi ningeendelea zaidi ya hapa. Maudhui hii ni maudhui pana, maudhui kubwa. Nimeamua kupita njia hii kwa sababu hii maudhui, ili mtu azungumze kwa wasaa wake vizuri kabisa, kwa mtiririko wake, inatakiwa anze baada ya asr. Lakini ratiba zilivyo, mtasikiliza darasa nyingine huko siku nyingine katika mihadhara yetu mingine. Tunatakiwa tuzungumze kitu kwa ufupi kabisa, na ufupi wenyewe ndio huu. Wa illa kuna mambo mengi. Kwa nini sasa sisi tumejitokeza na kuilingania da'wa hii? Kama kuna watu wanasema kwamba sisi tulikuwepo tangu zamani tukilingania salafia, sawa, lakini tunataka kuiona ile salafia ya kweli ndio hiyo, hakika ya manhaji ya salaf ndio hiyo, au ni madai tu? Mifumo yenu nyinyi na watawala wenu, mifumo yenu nyinyi na maduati wanaolingania kwenye sunna na nje ya sunna, ahlul bid'ah wal ahwa, mifumo yenu na jamaa za takfiri, nyinyi mna msimamo gani kuhusu makhawarij na jamaa za takfiri? Misimamo yenu ni ipi? Kauli zenu ni zipi? Mwasemaje kuhusu mambo ya maandamano na migomo? Msimamo wenu ni upi? Mwasemaje kuhusu watawala? Mwasemaje kuhusu maulama waliosimama katika njia sawa, njia ya haki? Msimamo wenu ni upi? Kwa wanawazuoni na walinganizi wa bid'a, msimamo wenu ni upi? Jibainisheni. Mkijibainisha watu watawafahamu, sababu dawa iko wazi, na sio masala ya kulalamika na kudai tutapewa red card, tutapewa. Hakuna kutoa red card. Sisi ni nyinyi wenyewe mjitoa katika njia. Mwasemaje nyinyi kuhusu watawala? Awe mtawala mathalan ni Muislamu katika nchi ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala wa Kiislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala asiyekuwa Muislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala katika nchi ambayo Waislamu wana uhuru wa kuabudu na kufanya mambo yao, msimamo wenu ni upi? Watawala na mfumo ya kinchi ambayo Waislamu katika nchi hiyo hawana uhuru wa kueneza dini yao, msimamo wenu ni upi? Bainisheni msimamo wenu, bayinu lana misimamo yenu nyinyi kuhusu maandamano na migomo. Sisi dawa salafia tangu wakati huo huko nyuma tutazungumza mambo ya maandamano na migomo, ni vitu visivyofaa. Lakini kuna makundi jinasibisha na sunna, ilikuwa ndio mifumo yao, maandamano na migomo. Maandamano na migomo ya sensa ilipita hapa, na watu wanaojinasibisha kuwa ni watu wa sunna, lakini wana kigeugeu, leo wasema hivi, leo wasema hivi. Lakini dawa salafia imesimama katika msimamo wake ule ule, haubadiliki. Na kauli zipi juu ya watu wa bid'a hao, mnataamali nao vipi na mnaishi nao vipi? Mtu yuko na makhawarij na firaku nyingine, mashia au maibadhi ndio wenzake, nyinyi mtaamali naye vipi? Mwamchukuliaje mtu huyu? Wasemaje? Kauli yenu ipi? Bainisheni. Na nielewa ninachosema, si kudai tu. Sasa hao kazi yao kulalamika tu. Kuna baadhi ya watu kazi yao kulalamika tu, sisi tangu zamani salafia, tangu zamani bwana. Sawa, kama wewe ni dai, ni mlinganizi wa da'wa salafia, alhamdulillah, khair, bainisha msimamo wako kwa watu. Lakini talbisi katika dini ni kitu kisichofaa. Kwa ufupi namalizia maudhui yangu kwa kusema hivi, nimezungumza mambo matatu. Katika mazungumzo yote haya nimezungumza nukta tatu. Nimejaribu kuelezea as-salafi ni kina nani. Hiyo chukua nukta hizo. As-salafi ni kina nani? Masalaf, as-salafiyun, na kuna as-salaf wenye kujinasibisha na as-salaf, alafu kuna hao salafu wenyewe. Sasa as-salaf ni maswahaba na wanafunzi wa maswahaba ambao wanaitwa tabi'in, na wanafunzi wa maswahaba atba'u tabi'in, na wale watu walioishi ndani ya zile karne tatu bora, hao wanaitwa as-salafu salih. Sisi tunaojinasibu na wale ni as-salafiyun, ni wafuasi wa wale salaf, na hakuna vibaya kujinasibisha na hilo. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni fadhila za watu kushikamana na njia hii. Katika fadhila kubwa ni kupata ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwapa wale waliotutangulia. Ni radhi, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sisi tutawafuata wale, tutapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala.
lakini pia itakuwa ni sababu ya kuingia katika aljanna. Na nasallallahu ta'ala alfirdaus al'ala. Kwa hizi katika fadhila, na aya zilizokuja na hadithi zilizokuja kutaja fadhila ni nyingi, nikataja kidogo tu. Lakini jambo jingine ni uwajibu na ulazima wa sisi kufuata njia hiyo, hakuna khiari. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kwa mtu akwambia kuna kikundi Hizbu Salafi, ni mtu anapaparika, hana cha kusema. Lakini sisi tunasema huu ni mfumo wa maisha yetu ya kidini na dunia, tunataka tuishi katika hali hiyo. Tukienda na hali hizo na mfumo huo, basi tutasalimika sisi. Wengine kwamba watakuja sasa, kama nyinyi mfuata Salafi, maswahaba walikuwa wakipanda punda. Huyu ni mjinga wa kwanza. Sawa? Mjinga wa kwanza huyo, atakiwa aeleweshwe. Mnaelewa sio? Hajajua dini huyu, muhurumieni, atakiwa aeleweshwe. Hao ni kama wale wanaosema sasa, kama hii bid'a, mbona mafeni msikitini, makapet, mbona mapanda ndege kwenda hija? Huyu yuko mbali katika usingizi mzito, mbali hata kama kasoma, mbali kabisa, hajajua watu wanazungumza kitu gani. Ni kama vile watu wanazungumza mazungumzo ya maana afu kukurupuka, alafu tutakuchangia hapo hapo. Watu wako wadi wa anta fi wadin akhar. Ndio huyu sasa azungumza vitu havipo kabisa, havihusiani yani, lakini kwa sababu hajaelewa, ni mtu wa kumhurumia. Hata ukimwona amevaa kilemba kikubwa sana, kilemba si vazi tu, siweza kwenda Uturuki na ukanunua kijilemba na Uturuki lile kubwa hivi, kama umevaa watermelon hapa kichwani, umevaa kama umevaa nini, umevaa tikiti kubwa, si umevaa tu na joho lako, kwani kuna shida gani? Mavazi ni kuvaa ni kitu kingine na elimu ni kitu kingine. Kwa hiyo katika fadhila zinazopatikana ndani yake katika wajibu, ni uwajibu wa kufuata manhaji hii na njia hii ya salafu salih. Kwa mtu asije kukubaisha, mbona mpandi punda, mbona mfanyi hivi, huyo hajaelewa, atakiwa akae chini asome. Kwa hiyo inshallah katika muhadhara utakaofuatia kuna baadhi ya vipengele naona kama havikuelezwa hapa, lakini mimi nitakuja kuvieleza inshallah katika muhadhara wa kesho. Nazo zile ni daaim za da'wa salafia, misingi ambayo imejengwa juu yake ya da'wa salafia. Lakini pia nitakuja kueleza hatari ya watu kuikhalifu njia hii na matokeo yake, matokeo ya watu kuikhalifu njia hii. Tusitarajie kheri panapotokea mukhalafa, ukiukwaji wa njia hii. Tusitarajie kheri, tutarajie shari juu ya shari kwa ukiukwaji wa njia hii. Tutalaumiana, tutaonyeshana vidole, lakini maadamu tumeikiuka njia hii, tusitarajie kheri yoyote, na kheri iko kwenye kuifuata njia hii. Lakini pia insha Allah katika muhadhara wa kesho tutajaribu kuelezea maulama wetu waliosimama katika njia hii, hasa katika zama hizi. Wa ila tuweza kueleza mtiririko maulama tangu karne hizo, kwa sababu wanaozuoni wametaja, kina Abu Hatim Ar-Razi wametaja kwenye vitabu vyao, kwenye kipindi hiki alikuwepo fulani na fulani na fulani na fulani na fulani katika mji fulani na mji fulani na mji fulani, kisha wakaja wakina fulani katika mji fulani na mji fulani, ametaja mpaka wakati wake. Wakaja wengine wakataja kutoka pale mpaka wakati wao, mambo yote yametajwa kwenye vitabu. Sasa sisi tutakatutaje katika hizi zama zetu tu maulama wetu waliosimama katika njia ya haki, na namna watu wa batili wanavyopiga vita kwa dhulma na uadui na mingineyo. Inshallah tutakufuatia baada ya hapo. Kwa nyinyi shikeni na chukueni haya mambo matatu niliyowatajia, nayo ni nini manhaji salaf, au salafu ni kina nani, usalafu wa kweli ni upi, fadhila za kufuata manhaji hii pamoja na uwajibu wa kufuata manhaji hii na njia. Kisha manhaji inakusudia mfumo na njia. Naomba kuishia hapa, basi kutakuwa kuna utaratibu wa kujibu maswali. Nasema kuna baadhi ya mikhalafa wao wameiacha, kama vile kugomea sensa. Tushaacha mambo yale, kwa mtusamee, sio?
sisi masalafi sasa wamuomba msamaha nani? Wanamuomba msamaha nani? Kwani sisi ni kama kule madhabahuni kwamba ukishafanya makosa ukaungame kwa fulani na fulani? Sisi wakati wa ile sensa tulisimama kwenye mimbar na majukwaa mbalimbali tukiwatahadharisha kwamba hiyo maslaki tunayokwenda nayo ya kukhalifiana viongozi wa nchi dhahiri shahir ni njia ya kipotofu, sio njia ya sawa. Mwaweza kuwafikishia, wafikishieni, lakini kusema kwenye mimbar na kufanya migomo na kadha na hii si jambo la sawa. Tukapigwa vita, magazeti yao yakaandika, wakatoa kwenye maridio, watupiga vita sisi. Hao vibaraka wa Marekani hao, mtumwa na Wayahudi hao, Mossad walipwa kutoka Marekani. Mpaka tukasema basi kama Marekani waamrisha watu wasome dini, ikawa watu kazi yao kusomeshana dini na kuamrisha wanawake wao vae hijab na kuiweka mbali na mambo ya shubuhati, basi watakuwa wao ndio wenye Uislamu wa kweli. Basi wafaa. Lakini hayo maneno tu mtuambia sisi ya kidhulma, hakuna ukweli huo. Lakini wakatusema kweli, lakini sasa tukurudi nyuma, wanaonyesha kwamba ile njia waliyotumia ilikuwa si sawa, njia ya migomo na hii njia za maandamano. Wao sera yao hasa ni migomo na maandamano. Tutajua haya mambo wameyatoa wapi, kwa sababu huu ndio mfumo wa dawa ya Ikhwanul Muslimin dunia nzima. Tangu ilipoasisiwa Muslim Brotherhood, mfumo wao ni hivyo. Kwa hiyo mfumo ule umeathiri katika vikundi mbalimbali katika kila nchi. Kwa hiyo wao hawakuingia kule bahati mbaya, wameingia kimkakati na kimfumo. Sasa sisi tuwatahadharisha watu, huo ni mfumo wa Ikhwanul Muslimin, si sawa. Sasa wasiseme kwamba wameacha mambo ya sensa, waseme wameuacha uikhwani, usururi wameuacha, wamerudi katika njia ya sawa. Wazungumze kwa Waislamu, wabainishe kwamba jamani, ile njia na ile maslaki sio ya sawa. Sawa ni vile walivyokuwa wanasema wale masalafi, walikuwa tukiwapinga wale. Mmoja kaandika masalafi wasiwagawe ahlus sunna kwenye nchi ya Kalamu. Kuna gazeti fulani hivi sasa, pana nchi ya Kalamu pale, nchi ya Kalamu akaandika pale masalafi wasiwagawe ahlus sunna, kwamba hawa hivi wakatusema sisi. Waliokuta mashekhe ndio hao kwenye migomo na maandamano miaka ya 90 katikati hapo kuja 2000, maandamano yalikuwa mengi, nao mashekhe wengine wakishiriki, tukiwaona shiriki mbele kabisa, tena maandamano ya vyama vya siasa na mingine yasiyokuwa hayo, watu wakishiriki. Tuambie jamani, sio mfumo huu wa dini yetu. Sasa hivi kweli watakuja kukataza maandamano haya watayakataza huku wenyewe wajisuta, kwa sababu si mfumo wao, si agenda yao kukataza haya mambo ya maandamano. Na hii ndio njia wanaopita as-salafiyun na ndio agenda yao. Wao sio agenda, wao wanadandia tu. Mpaka leo makhurafi wakataza maandamano mahizbiyun wakataza maandamano hapa hii, lakini wasema uongo, si wa kweli, mpaka warudi katika njia sawa, kwa sababu mfumo walionao wao ni mfumo wa hivyo katika kila nchi. Ukisikia kuna Rabiul Arabi, si Kiingereza mwasemaji, mimi nasema Rabiul Arabi, ambayo ilipelekea ile intifadha ya kupindua nchi nyingi za Kiislamu. Nchi nyingi zikapinduliwa, inaitwa Rabiul Arabi, wenyewe wanasema Rabiul Arabi. Ule ni mfumo wa kiikhwani, na ikhwani haijawahi kufanikiwa hata siku moja. Billahi alaikum, hebu angalieni alipoingia muikhwan Umar al-Bashir katika nchi ya Sudan. Nyie mfuatilie mambo. Yule Umar al-Bashir na mwenzake yule Hassan Turabi, wale ni maikhwani aqha. Miaka 30 bwana amekaa, karibu miaka 29 kufikia 30. Hakuleta jambo lolote la maana kwenye nchi yake, pamoja na utajiri wake, mpaka ameondolewa kwenye madaraka na ameingia kimapinduzi. Jaafar al-Numeri amepinduliwa, lakini wao wamesimamia uikhwani tu. Yule Hassan al-Turabi ni murshid wa ikhwani, mtu mkubwa, na ndiye aliandaa ile mapinduzi, akampa kijana wake Hassan Umar al-Bashir weka hapo. Sasa ikawa shida, huyu nani asikilizwe? Maana kiongozi kama vile ulivyokuwa Mashia, kuna rais alafu kuna al-murshid al-aam,
aitwaje yule Ayatullah Al-Khamenei. Sasa nani wa kusikilizwa, huyu au huyu? Akapata tabu sana mpaka akaamua kumfunga. Lakini hebu iangalie ile nchi yake ilivyoipeleka kwa miaka 29 kwenda 30. Hakuwa na khairi yoyote katika nchi yake. Jambo letu la maana hajafanya zaidi ya kuigawa nchi vipande vipande, akawagawa watu walioganyia. Mfuatilizi siasa, mna mambo yenu mbali na vyanzo vyenu vya taarifa ni mbali vya ovyo kabisa. Kwa hiyo tafsiri zenu za matukio pia ni tafsiri za ovyo. Lakini wakawa wanapanga mambo ya kuzipindua nchi fulani ipinduliwe, nchi fulani ipinduliwe, Misri ipinduliwe, aondolewe Hosni Mubarak, aondolewe Ali Abdullah Saleh Al-Ahmari kule Yemen, aondolewe Abdul Aziz Bouteflika, aondolewe. Yani wao kuondoa kupindua nchi zikaharibika kabisa. Ndio mifumo yao. Hasa niambieni, katika nchi zote zilizopinduliwa ambazo maikhwani walikuwa na mikono wakisaidiwa na nchi za magharibi nyuma, ni nchi gani ilipata faida kwa mapinduzi hayo? Nchi gani? Libya mpaka leo, tangu 2012. Yemen mpaka leo, na nchi nyingine sami wala haraj. Lakini hizi ndizo harakati za ikhwan muslim, la khaira fiha, hakuna khairi ndani yake, na waandishi wake ni waongo kwa jina la Uislamu. Kwa hiyo hao jamaa hao watakiwa wajisalimishe katika njia sawa sawa, waachane na ikhwani, warudi katika njia ya haki, njia ya salafu salih. Na maneno yao, vitendo vyao vitaonyesha kwa watu kwamba sio lazima wakaungame kwa mtu fulani. Hakuna mambo ya kuungama kwa mtu fulani. Wewe una vyombo vya habari, una njia zako za kuzungumza da'wa salafia, iweke wazi mfumo wako ni upi, maulama wako unawarejea ni kina nani, msimamo wako wewe kuhusu mambo kama haya ni upi, msimamo wako kuhusu watu wa bid'a na wengine ni upi. Usinganganie kwamba khilafu iko. Watu wote duniani wanaosoma ilmu ya dini na ilmu ya usul fiqh wajua khilafu iko, lakini khilafu ziko, khilafu zenye kuzingatiwa na ambazo hazizingatiwi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wassalam. Turuhusu maswali bado yaendelee? Sitosha. Mkisema nimuulize maswali mtasema sana. Tosha leo. Inshallah kesho pengine tutapata nafasi ya maswali. Pengine hawa tutakuuliza sasa hivi akajibika kesho. Tuwe na subra katika jambo letu. Wallahu ta'ala a'lam. Leo nimeamua kupita njia hii. Sasa sijui imeeleweka vizuri au hapana. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.